historia ya ndani zaidi ya Rais Uhuru Kenyatta na matukio muhimu ya maisha yake yaliyofichwa kutoka kwa uso wa umma. Simulizi la jinsi kijana Uhuru alianza kujiinua kisiasa miaka mingi hata kabla ya mzee Moi kumpa nafasi. Uhuru Muigai Kenyatta alizaliwa asubuhi ya saa 5 Oktoba 26, 1961 katika chumba cha uzazi cha VIP huko hospitalini ya Aga Khan jijini Nairobi. Ijumaa iliyofuata kuzaliwa kwake Uhuru, gazeti la Daily Nation liliandika taarifa fupi iliyotangaza kuzaliwa kwake. Tafsiri hiyo ilisema hivi, nitanukuu: mwanawe wa 6 wa mzee Kenyatta, kivulana chenye uzito wa pauni 8 na gramu 50, alizaliwa na mkewe mdogo wa 3 Ngina Kenyatta mnamo saa 5 asubuhi hiyo jana katika hospitali ya Aga Khan. Hata hivyo, ilikuwa baadaye saa 12 kasorobo wakati bwana Kenyatta mwenyewe alipata muda kuwatembelea mkewe na mwanao hospitalini. Mwisho wa nukuu. Wakati mama yake Bi Ngina Kenyatta akimzaa Uhuru, mzee Jomo Kenyatta alikuwa ndio ameachiliwa kutoka kifungo cha house arrest huko Lodwar baada ya kuondolewa katika jela la Kapenguria awali 1959. Siku hiyo mzee alikuwa anahudhuria mkutano wa chama katika jumba la Broadcasting House, na alipoulizwa iwapo alitarajia mtoto wa kiume au wa kike, alisema hakujua cha kutarajia. Mmoja wa manesi waliomsaidia Ngina alishuhudia baadaye kumuona mzee Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga wakifika hospitalini siku hiyo kuona mtoto. Wakati Uhuru akizaliwa, Jomo Kenyatta alikuwa na watoto wengine 4. Mzee Kenyatta alikuwa na watoto 2 kutoka kwa ndoa yake ya kwanza na mkewe Grace Wahu aliyemuoa na kuishi naye Dagoretti kabla hajaenda Uingereza 1929 kwa shughuli za kisiasa. Watoto hao walikuwa Peter Muigai aliyeishia kuwa mbunge wa Juja na Margaret Wambui aliyeishia kuwa meya wa jiji kuu. Mtoto wa 3 wa Jomo Kenyatta ni Peter Magana ambaye mamake alikuwa Edna Clark, mkewe wa pili mzee Jomo Kenyatta kutoka Sussex, Uingereza. Peter Magana, raia wa Uingereza, alizaliwa mwaka wa 1944. Jane ama Jenny Makena alikuwa mtoto wa 3 wa rais mwanzilishi aliyezaliwa 1946 kutoka kwa ndoa fupi ya Kenyatta na marehemu Grace Wanjiku, dadake Peter Mbio Koinange ambaye aliaga dunia akimzaa Jenny. Christina Wambui, mtoto wa kwanza wa Ngina na Jomo Kenyatta, alizaliwa 1953. Licha ya kuwa na watoto wengine, mzee Jomo Kenyatta alisemekana kufurahia zaidi baada ya mwanawe Uhuru kuzaliwa. Miezi 9 kabla ya Uhuru Kenyatta kuzaliwa, katika kitanda cha Aga Khan Hospital, Jomo Kenyatta alikuwa chini ya kifungo cha nyumbani huko Maralal, ambapo serikali ya mkoloni ilimpa nyumba kubwa na kumkubalia kuishi na mke wengine huku akisubiria kuachiliwa huru. Huko ndiko uzazi wa rais wa 4 wa Kenya ulikopangiwa. Baada ya kuzaliwa, mama Ngina alirejea Ishaweri Gatondo na mwanawe huyo mchanga. Siku chache baadaye, kundi la viongozi wa KANU walimtembelea mzee Kenyatta na mkewe Gatondo kumuona mtoto. Kati yao alikuwa Joseph Murumbi na Mwai Kibaki, afisa mkuu mtendaji wa chama cha KANU wakati huo. Mwai Kibaki alimpendekezea Kenyatta amuite mwanawe huyo Uhuru, kwani waliokuwepo waliamini kuwa Kenya ilikuwa karibu sana kupata kibali cha kujitawala. Joseph Murumbi akasisitiza hilo lingekuwa jina mwafaka kwa kijana huyo, na wote waliokuwepo wakakubali. Basi akaitwa Uhuru Muigai Kenyatta, jina Muigai likiwa kwa heshima ya marehemu kakake mzee Jomo Kenyatta. Baadaye, wakati Uhuru alipobatizwa chini ya dini ya Kikatoliki ya mama yake Ngina, Mwai Kibaki alimsimamia kama babake wa kidini ama godfather. Utotoni, Uhuru Kenyatta aliishi katika ikulu ya Nairobi, lakini aghalabu angeenda kukaa na babake kijijini Ishaweri huko Gatondo. Mzee Kenyatta alipendelea kuishi nyumbani kwake kijijini Ishaweri, huku akisafiri kilomita 50 kila siku kuenda ikulu kufanya majukumu yake ya baba wa taifa. Mkewe mama Ngina aliishi naye huko Gatondo, ambapo maafisa wa polisi wa GSU waliwapa ulinzi usiku na mchana. Pindi alipoanza kuongea, mzee Kenyatta akampeleka kijana huyo Uhuru katika shule ya chekechea ya Lady North iliyokuwa katika barabara ya State House. Cha kushangaza ni kuwa shule ya Lady North ilisimamiwa na manispaa ya Nairobi, wala haikuwa moja ya shule za kifahari zaidi jijini, lakini mzee Kenyatta hakuonekana kujali. Kama mtoto mdogo, Uhuru Kenyatta alifuata kanuni kali za babake na aliadhibiwa kila alipokosea nyumbani. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa na sifa ya kuadhibu kwa bakora lake hata watu wazima, ikiwemo mawaziri wake waliomkosea. Baadaye, mmoja wa walinzi wa General Service Unit GSU walioshika doria Gatondo enzi hizo alisimulia wanahabari baadhi ya tabia zake Uhuru Kenyatta alipokuwa na miaka 10.
Uhuru alikuwa mtoto mcheshi na mwenye maswali kibao. Siku moja alisisitiza kuelezewa ni nani ambaye angecharazwa kwa fimbo aliyoibeba askari mlinzi wa GSU kila wakati. Alipoambiwa hakuna aliyechapa kwa fimbo hiyo, kijana Uhuru alikataa kabisa kuamini. Askari huyo mstaafu anayeitwa Tamnywet alisimulia gazeti la The Standard baadaye jinsi siku tofauti Uhuru alimtaka babake Rais Jomo Kenyatta kuitengeneza baisikeli yake iliyokuwa imeharibika, na akawa anamfuata kwa siku nyingi mzee huyo. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa na majukumu mengi tofauti, wala hakuwa na subra ya kukaza nati na nyororo za baisikeli ya kijana. Badala yake alimuita askari Tamnywet na kumwamrisha msaidie kijana huyo na baisikeli yake. Wengine waliohudumu na kutangamana na familia ya kwanza huko Ishaweri wanasimulia visa sawa kwa Uhuru mcheshi aliyeuliza maswali chungu nzima, hasa kumhusu babake Jomo Kenyatta. Baada ya kufundishwa kusoma na kuandika katika chekechea ya Lady North Nursery School, Uhuru Kenyatta alihamishwa na kuingia shule ya Loreto Convent iliyoko barabarani ya Valley Road jijini Nairobi. Huko Loreto Convent, enzi hizo watoto wavulana walisoma pamoja na wenzao wa kike, hali ambayo ilibadilishwa baadaye na Uhuru Kenyatta akalazimika kubadilisha shule mara nyingine. Mnamo 1967, wakati Loreto Convent ilianza kuwa shule ya wasichana peke yake, Mama Ngina akampeleka shule ya St. Mary's Nairobi, ambapo walisomea watoto wa matajiri na watu mashuhuri wakati huo. Uhuru, dadake mdogo nyokafi na kitinda mimba muhoho waliishi na msaidizi wa kipekee aliyeitwa Elizabeth Mumbi Madoka, kwani wazazi wao walisafiri mara nyingi, na haswa kutokana na sifa za Rais Kenyatta kukataa kulala ikulu ya Nairobi. Elizabeth Mumbi, aliyekuwa personal secretary wa Mama Ngina, alisimulia alivyoishi na watoto hao katika nyumba iliyopakana na ikulu ya Nairobi aliyoimiliki mzee Kenyatta. Elizabeth alishughulika kuwaamsha na kuwaandaa watoto hao wa kifalme kila siku, kisha wangepelekwa shuleni katika gari lililoendeshwa na dereva maalum. Wakati mmoja Uhuru Kenyatta alimuuliza Bi Elizabeth kwa nini mzee Kenyatta alioa mke mzungu Edna Clark licha ya kuwa Kenyatta alichukizwa na wakoloni. Swali la mtoto huyo likamshangaza Elizabeth, ambaye alisimulia kisa hicho miaka mingi baadaye. Wakati wa likizo, Uhuru angemtembelea babake ofisini na kusafiri naye Gatundu ama Mombasa kila wikendi. Mzee Kenyatta alipendelea kulala kijijini Ishaweri ama ikulu ya Mombasa. Sababu iliyotolewa ni kuwa Jomo Kenyatta aliwahi kulala katika ikulu ya Nairobi mara moja peke yake na hakuwahi kulala hapo tena baadaye. Alisema kuwa kulikuwa na sauti za vyura waliokoroma usiku akilala na kumkumbusha vyura waliomsumbua huko Lokitown Kapenguria wakati akiwa mfungwa wa mkoloni miaka ya 50. Shule ya St. Mary's Nairobi, ama kwa utani Saints, ilikuwa shule ya kikatoliki ya wavulana pekee iliyoko mtaani Lavington, Nairobi. Uhuru Kenyatta angesalia hapa kama mwanafunzi kwa miaka 11 mfululizo. Jimmy Kibaki, mwanawe rais mwendazake Mwai Kibaki, pia alihudhuria St. Mary's Nairobi pamoja na Uhuru. Wawili hao walikuwa marafiki wa chanda na pete. Huko St. Mary's Nairobi, Uhuru Muigai Kenyatta alisoma kuanzia shule ya msingi hadi akamaliza elimu yake ya sekondari. Kila siku Uhuru angefikishwa shuleni na dereva maalum na kuchukuliwa jioni kurudi nyumbani katika barabara ya State House Road. Wakati mwingine wangeelekea Ishaweri Gatundu, safari ya kilomita 50 nje ya jiji. Dereva ama shofa wake wa miaka 6 alisimulia jinsi wakati mmoja Uhuru Kenyatta alipigwa na mwanafunzi mwenzake katika mzozo wa shuleni. Siku hiyo dereva James Kihara Kife alishtukia kijana ambaye kawaida ni mcheshi hana furaha, na kumuuliza akagundua tatizo kamili. Basi dereva Kihara Kibe alimshauri kijana Uhuru aende apige ripoti kwa babake mzee Jomo Kenyatta kuwa alipigwa shuleni. Uhuru akakubali ushauri, lakini aliposimulia kwa mzee jioni hiyo, Jomo Kenyatta alimuuliza kwa nini yeye Uhuru alikubali kupigwa kama mwanamke. Dereva Kife alishangaa, kwani siku iliyofuata Uhuru alirudi St. Mary's na kumpiga mtesi wake mradi tu adhibitishe kwa Rais Kenyatta kuwa yeye hakuwa mwanamke kabisa. Mnamo mwezi Mei 2015, Muga Karuga, ofisa mwingine mstaafu wa General Service Unit GSU, aliambia runinga ya KBC kuhusu vituko vya mvulana Uhuru Kenyatta wakati alipohudumu kama dereva wa kibinafsi wa watoto hao wa rais mwanzilishi. Karuga, ambaye aliwaendesha hadi shuleni wanawe Rais Kenyatta baada ya James Kife, anakumbuka kisa cha kuchekesha kilichohusisha Uhuru na babake mzee Jomo Kenyatta. Ikatokea kuwa watoto wa shule moja ya kimaskini walikuja kumtumbuiza mzee Jomo Kenyatta huko Ishaweri Gatundu. Wakati watoto hao wakiimba na kucheza,
Uhuru, ambaye alikuwa na umri sawa na baadhi yao, aliona kitu kilichomshangaza. Watoto hao wote walikuwa wanaimba miguu tupu bila viatu. Huku burudani likiendelea, Uhuru akaenda kwa babake na kumnong'oneza sikioni alichokiona. Alimwambia Jomo Kenyatta kuwa watoto hao walikuwa bila viatu, na hilo likamsumbua kijana huyo, kwani siku zote alikuwa hajaona umaskini wa kiwango hicho maishani mwake. Mzee Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa na enjoy burudani ya watoto, hakulipa wazo lalamishi la mwanawe huyo na akaendelea kutazama wimbo. Uhuru kuona hivyo akaamua kutumia mbinu tofauti. Alienda akavua viatu vyake na kujiunga na watoto hao mbele ya Kenyatta kama njia ya kusisitiza hoja yake. Jomo Kenyatta kumuona mwanawe yupo miguu tupu baina ya watumbuizaji, akaelewa alichokuwa anaambiwa sikioni. Kwa ushahidi wa dereva Muga Karuga, mzee Kenyatta aliamrisha watoto hao wapitie katika duka la viatu la Bata pamoja na mwalimu wao, na wote wapewe viatu ambavyo mzee Jomo angevilipia. Visa vingi vinavyosimuliwa kuhusu siku za Uhuru Kenyatta huko shule ya St. Mary's School Nairobi kama mwanafunzi barubaru wa shule ya sekondari. Hata hivyo, kisa kimoja alichosimulia Uhuru mwenyewe kilifanyika hata kabla hajaingia sekondari. Tukio hili ambalo Uhuru alimsimulia bwana James Mwangi wa benki ya Equity mwaka wa 2012 linatoa taswira ya ndani kuhusu mbinu za ulezi alizotumia mzee Kenyatta kumfunza maisha mwanawe Uhuru Kenyatta. Ilikuwa wakati ambapo masomo ya msingi yaliishia darasa la 7 nchini Kenya, na Uhuru na wenzake walikuwa katika darasa la 6 wakisomea mtihani wa CPE ambao wangekalia mwaka uliofuata. Kufikia hapa, kijana huyo alikuwa anashinda na kulala shuleni St. Mary's pamoja na wenzake badala ya kurudi nyumbani jioni na ndugu zake wadogo Muhoho na Nyokafi. Basi usiku mmoja, wanafunzi wa darasa la 7 waliamua kuwavuruga na hata kuwapiga Uhuru na wenzake wa darasa la 6. Walipofurushwa kutoka kwa bweni lao na wakubwa wao hao, kijana Uhuru Kenyatta na wenzake wakawa hawana uwezo wa kujitetea kama wanaume na wakakimbilia usalama. Usiku huo, rafiki zake hao wakawa wanamtia moto Uhuru, wakimuuliza ingekuwaje wapigwe na kufurushwa kutoka kwa bweni lao ilhali babake alikuwa rais wa taifa. Walimtaka Uhuru Kenyatta kufanya kitu kuhakikisha watesi wao wangepata chamtamakuni. Uhuru, ambaye alimjua babake kuwa mzazi mkali zaidi, akaishia kukubali kishingo upande kumpa ripoti ya masaibu yake, akitarajia huenda mzee Kenyatta angechukua hatua kumsaidia. Ilikuwa usiku wa saa 3:30 na shuleni St. Mary's zilikuwepo simu za kuzungusha aina ya call box ambazo wanafunzi waliruhusiwa kutumia kupiga nyumbani kwa kutumbukiza sarafu za uzito mbalimbali. Basi kundi la wanafunzi hao wakafululiza hadi kwa simu hiyo wakiongozwa na Uhuru, kijana mrefu mwembamba mwenye pua na mdomo uliofanana sana na ule wa babake, rais wa Jamhuri ya Kenya. Shingo upande, Uhuru alizungusha vidude vya call box, na kwa ukarabati na ujanja waliouzoea kuufanya wanafunzi, hatimaye alifaulu kupiga simu hiyo bila malipo. Wenzake walikaa nje ya kisanduku cha simu wakimwacha Uhuru apige ripoti kwa mzee. Katika mawazo yao, leo hii wanajenzi wa Standard 7 wangeelewa kwa nini majuto ni mjukuu. Uhuru aliweka namba ya faraga ya nyumbani kwao Ishaweri Gatundu, ambapo alitarajia babake angekuwepo usiku huo. Simu ilipoitana Gatundu, aliyechukua ni mzee Kenyatta mwenyewe. Basi Uhuru akaanza kuripoti matukio kwa sauti ya kinyonge ya kujifanya, kama njia ya kuongeza uzito kila alichokuwa tayari kumwambia mzee wake. Huku akitia chumvi nyingi mno, kijana alimsimulia mzee Jomo Kenyatta jinsi walivyopigwa karibu wauawe pamoja na wenzake, na jinsi angetaka kurejea nyumbani usiku huo, kwani maisha yake yalikuwa hatarini ya kukatizwa na watesi wake hao wa darasa la 7. Kadri Uhuru alivyozidi kujiliza na kuwashtaki wenzake simuni, ndivyo mzee alizidi kusikiliza, huku akiguna tu na kusema kama njia ya kuonyesha anamsikia mwanawe huyo. Uhuru alipomaliza kuwasilisha kesi yake, akanyamaza na kusubiri jibu kutoka upande mwingine wa simu hiyo. Wenzake walisimama nje wakisubiri kwa hamu majeshi ya amri jeshi mkuu yatumwe kuwapigania vita vyao. Kile hawakujua ni kwamba hilo halingetendeka. Uhuru alipomaliza kukariri masaibu yake, mzee Jomo Kenyatta akamuuliza swali moja peke yake: kuna jambo lingine ungetaka kuniambia? Hili lilikuwa swali la kwanza Rais Kenyatta kuuliza, kado na migune ya Basi kijana Uhuru akamjibu rais kuwa hapakuwa na lingine kando na kichapo hicho. Mzee Jomo Kenyatta aliongea kwa Kimombo na kumwambia, learn to fight your own battles, jifunze kupigana vita vyako mwenyewe. Uhuru hakupewa nafasi ya kuongea tena. Kilichofuata ni sauti ya simu ikikatwa na rais huyo mwanzilishi. Uhuru Kenyatta alisalia ameshikilia mkono wa simu sikioni.
ajui awaambie nini wenzake waliosubiria nje kwa hamu. Ghafla akapata wazo jipya na akatoka nje ya kibanda hicho cha simu huku amevaa tabasamu bandia usoni. Aliwaambia wenzake warudi darasani na kueneza ujumbe kuwa Rais Kenyatta angetuma watu kuwaadhibu wale wanafunzi wa darasa la 7 waliowapiga.